kitendo ambacho TANESCO limefanya kukutana na wenye viti na kuwapa mafunzo ni kitendo kizuri. Cha kwanza, kinawapa nafasi wenye viti na viongozi wa ngazi za kata kutambua kazi kubwa ambayo inafanywa na shirika la TANESCO kwa nchi yetu ya Tanzania. Lakini jambo la pili ni kufahamu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ipi mikakati ambayo shirika la TANESCO inayo. Na jambo la tatu ni kuonyesha namna gani shirika la TANESCO linaweza kuungana na watu kuona namna gani ya kuboresha na kutoa huduma. Na ndio maana shirika la TANESCO limekuja na mkakati mpya wa namna ya kuwafikia wateja wake. Hivyo tuna kila sababu kwa niaba ya mkuu wa mkoa kuwapongeza na kuwashukuru sana. Tutumie nafasi hii kumpongeza na kumshukuru sana mtendaji mkuu. Lakini pia kuendelea kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameendelea kuwekeza fedha nyingi sana kwenye miradi mikubwa ya umeme. Mmeona uzalishaji wa umeme katika nchi yetu ya Tanzania umeendelea kukua kwa kiwango kikubwa. Lakini katika mkoa wetu wa Dar es Salaam umeme pia umeendelea kuongezeka na uzalishaji wa umeme umeendelea kuongezeka. Mkienda Kinyerezi pale kuna mitambo imeendelea kufungwa, na bahati nzuri wengi wa waandishi mnaweza kushiriki katika hayo maeneo. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru na kumpongeza. Kwa leo ambacho tunakiona ni kwamba shirika la TANESCO limeamua kushuka kwa watu. Ukienda kwenye ugatuzi wa madaraka, namna serikali ilivyoamua kujinyonyoa madaraka na kupeleka madaraka kwa watu. Eneo ambalo lilipeleka madaraka ni kwenye eneo la wenye viti wa serikali za mitaa ambapo ndipo wananchi wanapoishi. Lakini eneo la pili ni kwenye ODC, kwenye mamlaka za kata ambazo waheshimiwa madiwani ndio wenye viti wa maendeleo ya kata katika kata zao husika. Sasa unapozungumzia maendeleo huwezi kuacha kuzungumzia uhitaji wa umeme. Unapozungumzia maendeleo hauwezi kuacha kuzungumzia matumizi ya nishati safi ya kupikia. Unapozungumzia nishati safi ya kupikia lazima uangalie ni nishati ipi ambayo umeme unaweza ukatumika kwa ajili ya kupikia kwa kina mama. Kama leo hii umeona wameonyesha aina ya majiko ambayo yanaweza kutumia umeme kidogo. Unaweza kutumia umeme wa shilingi 300 ukapika maharage yako au ukapika makande yako. Sisi wale watoto tunaotoka Same huko ambao tunakula makande, uone namna gani unaweza ukapika vitu ambavyo zamani tunahisi ni vigumu lakini kwa gharama ndogo. Hivyo ndio kazi ya TANESCO ambayo wameamua kuifanya. Hivyo kama serikali tunaendelea kuwapongeza na kuwashukuru kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya. Na niwaombe ninyi kama waandishi wa habari na vyombo vya habari, tuendelee kutangaza mema yote ambayo shirika la TANESCO inayofanya kwa ajili ya watu wake. Lakini pia kama kuna changamoto tushirikiane na shirika la TANESCO kuona namna gani tunaweza kutatua changamoto za watu. Sio kila mahala ambapo yupo meneja wa TANESCO anaweza akaona. Lakini mimi mwandishi na wewe au sisi viongozi na nyewe waandishi tunaweza tukaziona hizo changamoto na kwenda kuwasaidia watu wetu.